هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول ربنا في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo tuko katika majlisi ya 4 katika mfululizo wa majlisi zetu za Muharram, na ambapo tunazungumza kuhusu vijana katika jicho la Karbala. Tumeona mengi kuhusu ni nani kijana, lakini hatari ya kijana ni nini, na kwamba kijana amepewa nini akanyimwa nini, na Uislamu unataka kijana apewe nini kabla ya nini. Aya hii ambayo tumekuwa tukiisoma ni aya inayomhusu Nabii Musa alayhi salam. Inasema walamma balagha ashuddahu wastawa, na pindi Musa alayhi salam alipofikia ukamilifu wa nguvu za mwili, wastawa, na ukamilifu wa akili au ukomavu wa akili, Mungu anasema atainahu hukman wa ilma, tulimpa uelewa, uwezo wa kutoa maamuzi, na tukampa ilmu. Wakadhalika najzil muhsinin. Aya hii inaonesha kwamba kuna uwiano mkubwa baina ya kukua kwa mwili wa mtu na kukua kwa akili yake. Lakini atainahu hukman wa ilma ni kuonesha kwamba kijana akishafikia umri wa ujana, ambao tumeona maana yake ni kuwa na uwezo na nguvu za kuweza kufanya mambo. Tumefafanua kwamba binadamu anapofikia katika umri wa ujana, baina ya udhaifu wa utoto na udhaifu wa uzee, na tukaona kwamba viumbe vya Mwenyezi Mungu vingi vinapimwa kwa kadiri hiyo hiyo. Ndio tuliposema hata sayari yetu hii ya dunia ambayo ni nyota kama nyota nyingine inapimwa kwamba ni nyota kijana, kwa sababu nyota huzaliwa, hufikia mahala zikakuwa zikawa katika umri wa ujana, nyota huzeeka mpaka zikatoweka. Na tukaona ni mfano wa al-qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjuni al-qadim, kwamba mwezi huandama ukafikia mahala ukawa mbala mwezi, kisha ukaenda mpaka ukawa kama karara bovu, kisha ukatoweka. Na kama ambavyo tumeona kwamba jamii kwa mtazamo wa Ibn Khalduni, taifa, jamii, nchi, hadhara na umma huzaliwa na ukakua, ukafikia ujanani, na ikafikia mahala hata umma ukazeeka na ukatoweka. Na kuna haja ya kupigania umma kuzaliwa upya, na umma hauwezi kuzaliwa upya bila kupitia makhadh, yale maumivu ya uzazi, machungu ya uzazi. Tunapotaka umma uzaliwe upya, ni lazima tukubali
changamoto za kuzaliwa, za uzazi, kwa sababu kuna mambo ambayo yanazuia ule uzazi wa umma, na vijana ndio washika bendera, ndio watu muhimu sana katika kuleta ukombozi wa umma wowote ule. Na ndio maana kwamba huyu Nabii Musa atainahu hukman wa ilma, tulimpa majukumu baada ya kwamba balagha shuddahu wastawa, alipokuwa tayari ana uwezo kwa maana zote, wa kiakili, wa kimwili, wa kijinsia, uwezo wa maarifa, tulimpa hukman na ilma, uwezo sasa, majukumu sasa ya kuweza kutenda na kufanya kazi, utume, kuweza kutoa maamuzi, kufahamu sheria, kutatua matatizo ya kijamii. Na tumeona historia ya Musa. Lakini katika nukta muhimu tulizozisema kwamba inna Allaha yuhibbu abdan idha amila amalan atqana, wal itqanu katika ibada na katika majukumu mengi unapatikana zaidi mtu anapokuwa katika umri wa ujana, anaweza kufanya mambo kwa ufanisi, ana nguvu zote, nguvu za kuweza kufanya majukumu mengi. Lakini nukta muhimu ni kwamba almu'minu alqawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini adh-dha'if, kwa sababu nguvu zinahitajika katika Uislamu kupigania haki na kutetea wanyonge. Sasa mitume wa Mwenyezi Mungu, akiwemo huyu ambaye aya hii inamhusu, wengi walipewa majukumu ya utume na nafasi zao zile walipokuwa vijana. Ndio katika aya nyingine kama hii kuhusu Yusuf, lamma balagha ashuddahu, hakuna wastawa, kwamba na yeye alipofikia ukamilifu wa nguvu za mwili. Mnafahamu Yusuf alikuwa kijana na Mwenyezi Mungu alimteua akiwa ni barobaro na alibeba majukumu makubwa. Kwanza yale maandalizi yenyewe yalikuwa ni maandalizi muhimu sana, na njia alizozipitia mpaka kukomaa kiakili na kukomaa kwa mwili, Mungu akampa majukumu. Kwa hiyo Nabii Yusuf alikuwa kijana, na kijana huyo amepitia heka nyingi ambazo Mwenyezi Mungu amezifafanua kwa ajili ya kukulenga wewe kijana unaijiona kwamba unapendeza sana, una uwezo wa kiuchumi, una uwezo wa kielimu na unavutia wanawake. Lakini yule Yusuf alikuwa anavutia mwili wake bila pesa. Alitamaniwa na wenye pesa katika wanawake, lakini nguvu za imani alizokuwa nazo aliweza kushinda mtihani ule. Hakikuwa kisa kinachorushwa tu na Mwenyezi Mungu, bali kimewalenga watu ambao wataishi maisha hayo, ambapo leo hii ni tatizo kubwa tulokuwa nalo. Kamtizameni Nabii Isa alayhi salam. Wengi katika ulamai wanasema kwamba Nabii Isa mpaka Mwenyezi Mungu anamchukua umri wake ulikuwa ni miaka 33. Nabii Isa alikuwa kijana na wala hakubahatika kuoa pia, lakini alikuwa kijana. Si yeye tu alikuwa kijana, mama yake alipotajwa ndani ya Qur'ani na yale yote yalompitikia Bi Maryam, na kuwepo sura kamili inaitwa suratu Maryam, akiwa ni binti kijana katika jamii, akapata misukosuko, akatuhumiwa tuhuma mbalimbali za uzinifu, lakini Mungu katika Qur'ani anamtakasa na kuonyesha alikuwa ni binti mwema, lakini ni binti mwenye imani, ni binti alilelewa na mtu mwema, nabii wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo yale yote yalompitikia Bi Maryam yalimpitikia akiwa kijana. Sifa zote zile alizipata kama binti kijana. Ndio utaona mifano ya vijana katika Qur'ani ni mingi sana. Hai Ibrahimu tushamuona, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kwa hiyo alikuwa kijana,
yote aliyofanya alikuwa kijana. Nani alikuwa si kijana? Nabii Daud akipewa utume na mapambano yote aliyofanya, hata vita, na alikuwa ni hodari wa kutengeneza silaha na mavazi ya vita akiwa kijana. Mwenyezi Mungu kamteua, kampa busara, kampa hikma, kampa utume akiwa kijana. Ama Nabii Suleiman alayhi salam, ambaye alikuwa ni mfalme anayetawala si binadamu peke yao, majini, ndege, wadudu na vinginevyo, alikuwa kijana. Na alikuwa kijana kabla hajapewa utume, alikuwa mpambanaji. Qur'ani katika surati al-Baqara inatufundisha kwamba alikuwa ni miongoni mwa askari waliokuwa wakipambana katika majeshi ya Bani Israeli, Suleiman, kama ambavyo baba yake alikuwa ni askari. Mkisoma suratul Baqara mnakumbuka, mnafahamu kisa cha Talut. Yeye alikuwa ni shujaa, na yeye ndiye aliyemuua Talut katika yale mapambano akiwa kijana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa utume, kijana barobaro mwenye nidhamu, akatuletea wasifu wake sisi binadamu ila yaumil qiyama tumuige. Lakini mitume wengine wote unaowajua, wengi walikuwa umri wao, ulamai wanasema ni baina ya miaka 20 na 40. Yani alizidi sana, alikwenda mpaka miaka 40. Na hata hiyo miaka 40 hatuhitaji Umoja wa Mataifa utuambie kijana nani, wala Umoja wa Afrika kama tulivyotaja kwa umri. Inatosha tu kwamba balagha ashuddahu, alifikia ule umri wakati ambao mtu ana nguvu za kuweza kufanya mambo, na huo ndio umri wa ujanani. Huo ndio ujana. Tunaweza kudiriki kusema mitume wengi walikuwa vijana kama si wote, lakini bila shaka hawakuendelea kuwa vijana, sio? Wakipewa utume vijana, wakaendelea na ujana wao mpaka wakifikia utu uzimani, Mwenyezi Mungu akawachukua. Kwa hivyo Isa, Ibrahim, Ismail. Lakini Ismail kabla hata hajapewa utume, Qur'ani inatufundisha historia yake, namna alivyokuwa kijana shujaa. Lamma balagha ma'ahu as-sa'ya, alipofikia umri wa kutoka na kwenda na baba yake, ndio kipindi ambacho baba yake sasa anamwambia, mimi nimeona ndoto kwamba ninakuchinja. Wakati huo ni wakati gani? Lamma balagha ma'ahu as-sa'ya, alipofikia umri sasa anatoka na baba yake. Kijana sasa baba anaweza kutoka naye aende naye katika shughuli zake. Ndio yale yote unayoyasikia ya kumwambia baba yake, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah, mpaka mwisho wa aya, kwamba ni kijana anakulia, ameandaliwa namna ya kwamba anapokea kwa baba yake na kusalim amri na kutii amri. Masimulizi haya yalimhusu kijana, lakini kama tulivyosema hata bibi Maryam. Lakini zaidi ya hapo, kwani bibi Fatima alikuwa nani? Salawatullahi wa salamuhu alaiha. Riwaya nyingi zinasema mpaka anakufa alikuwa na umri wa miaka 18. Sasa sisi tumesema kipimo cha ujana haupimi kwa umri tu, sio? Lakini inatosha kutupa dira na mwelekeo kwamba alikuwa ni kijana, ni binti. Naam, alizaa mapema watoto wake wale. Naam, alipambana dhidi ya dhulma, aliweza kupanda mimbar kukosoa serikali na kusema mambo ambayo si sawa yanatakiwa yawe sawa, na hakuna haja kwa mfuasi wa Ahlulbayt kumfundisha ni nani bibi Fatima.
Sasa asiyekuwa kijana ni nani? Wapigania uhuru na ukombozi katika nchi zetu, bali ulimwenguni kote, walikuwa vijana. Kwa hivyo nyinyi mkiambiwa Nyerere ni baba wa taifa, msimtizame kama baba kwanza. Mtizameni kwanza alikuwa kijana, baadaye akawa mbaba. Na shughuli zote alizifanya akiwa kijana. Mkimtizama kama baba tu mzee, mtachelewa. Kwa sababu mkifikia uzeeni na nyinyi mtagundua kwamba hamwezi kufanya kama yeye. Kumbe yeye kabla hajawa baba, hajawa ni mzee, alikuwa kijana akiwa mstari wa mbele kupigania ukombozi, sio tu wa Afrika bali wa nchi nyingi za bara la Afrika. Wale wote alokuwa nao hapa Tanzania, kina Abdul Sykes, Ali Sykes, kina Ndosi, Azizi, nani, wote wale ambao wanatajwa katika vitabu vya historia, walikuwa vijana. Miaka 20 na mpaka miaka 30 na katizameni, hata akiwa yeye ni waziri mkuu wa Tanzania wa kwanza alikuwa kijana pia. Na haya ndio matarajio ya kijana katika jamii yoyote ile. Tukipata vijana ambao wamelala, na ndio tatizo tulikuwa nalo sasa hivi, kwamba ulimwengu umeshuhudia vijana wa Afrika walipopigania ukombozi. Kina Kwame Nkrumah alikuwa kijana kule Ghana, Kenneth Kaunda alikuwa kijana, hata mzee Mugabe alikuwa kijana wakati wa mapambano. Mzee huyo mnamuona South Africa, nani, Mandela, alikuwa kijana, ndio alianza harakati zake akiwa kijana. Kule Marekani hata wale waliopigania haki za Waafrika weusi, Waafrika wa Marekani ambao asili yao ni Afrika, kina Malcolm X na wengine, walikuwa vijana. Usidhani hao wanaoitwa Black American sasa hivi wanaoishi kule Marekani, usidhani maisha haya yalikuwa rahisi mpaka kufikia pale. Walitengwa sana. Tena mpaka mwaka 1861 wakati Abraham Lincoln ni rais wa Marekani, bado kulikuwa kuna kutenga watu weusi. Mpaka karne iliyopita mwaka 1960 na yani miaka haijafika 100 iliyopita, bado Marekani kulikuwa kuna hoteli zimeandikwa kwamba hoteli hii hairuhusiwi kuingia mtu mweusi na mbwa. Yani mtu kama una mbwa huruhusiwi kuingia naye, na mtu mweusi vile vile haruhusiwi kuingia. Mpaka miaka ya 60 ya karne iliyopita. Hivi mnavyowaona wanaishi ni kwa sababu kuna watu walisimama wakapigania hilo. Kina Malcolm X alichelewa baadaye, lakini kina Dubois na wengine. Vijana wanasoma historia ya bara la Amerika, namna ambavyo Waafrika walipigania ule usawa na kupigana dhidi ya ubaguzi wa kijinsia. Na wengine katika sisi tumeshuhudia hapa juzi tu South Africa. Kwa hivyo vijana ndio wanaohusika na ukombozi. Sasa tatizo kubwa tulokuwa nalo sasa hivi ni nini? Ni kwamba jana tulikuwa na vijana waliopigania uhuru na ukombozi wa watu wao. Leo hii si tunaamini tayari tuna ukombozi, tuna uhuru, tunajitawala, tuna kitu kinachoitwa sovereignty, mamlaka za ndani hasa katika nchi zetu. Lakini ukweli ni kwamba katika kipindi tunachoishi tuna aina mbaya kabisa ya ukoloni kuliko ile ya zamani. Huo ndio ukweli. Ukoloni wa sasa hivi unaitwa ukoloni mambo leo. Wengine wameita ni cosmetic colonialism. Yaani ukoloni unaopendeza. Umepaka podari, umepaka wanja, unavutia. Ni aina ya ukoloni ambao mtu hahisi kwamba amekoloniwa. Yaani mzungu hana haja ya kuja kukaa akaishi huku tena akang'atwa na mbu ili apate rasilimali za Afrika. Kule kule alipokuwa analetewa, anazipata bila yeye kuja. Ana mawakala wake, ana mfumo unaomhudumia. Sisi tunaandaa mazingira ya yeye kuja, tunayaita ya uwekezaji, sio? Ili aje
kuchukua rasilimali. Sheria zilizowekwa zinamruhusu aje kuchukua akiwa kule. Hakuna haja ya kuja. Na kama wakija watakuja wachache tu watutumikishe. Madini ya cobalt ambayo yanaitwa ni blue gold, dhahabu ya blue. Hakuna nchi inayozalisha kama Kongo. Hapa jirani ndio wanaozalisha madini ya cobalt ambayo yanatumika kutengeneza betri hizi za simu tunazotumia sasa hivi na vitu vingine. Mnunuzi mkubwa nani? Marekani. Mchimbaji mkubwa nani? Mchina. Mchimbaji mkubwa anayelipwa hela ya ugali ni mwenye mali ambaye ni Mkongo, sio? Nenda tu katika mtandao Google sasa hivi uone watoto wadogo wengine hata shule hawaendi, wako kule wanabeba viroba kwa kumhudumia Mchina katika mashimo ya cobalt. Lakini mwenyewe nani? Ni Mchina. Alafu mnunuzi mkubwa nani? Marekani. Lakini mwenye mali nani? Inaitwa kwamba hii mali ni ya Mkongo. Na sisi katika nchi zetu, nimewahi kusema katika mimbari moja kwamba katika nchi zetu ukienda katika mtandao sasa hivi kafungue kitu kinachoitwa FDI. Kirefu chake ni Foreign Direct Investment. Uwekezaji wa moja kwa moja wa watu wa nje wanawekeza katika nchi zetu. Kila nchi inajivunia katika nchi zetu, inajivunia kwamba kwa mwaka huu tumekuwa na wawekezaji wengi wa nje katika nchi yetu kwa makisio ya dola milioni au bilioni kadhaa. Kwa hivyo kila mwaka kuna ripoti. Ukitafuta ripoti ya Tanzania mwaka jana utaipata kwamba FDI, uwekezaji wa nje walokuja wakawekeza pesa zao katika nchi yetu, wamewekeza pesa zenye thamani ya kiasi gani, dola kiasi gani zinatajwa, mwaka juzi kiasi gani zinatajwa, na watu wanafurahikia zikiwa ni nyingi zaidi, sio? Lakini katafute mahala pameandikwa hao walokuja kuwekeza dola hizo walichukua ngapi. Hiyo ripoti haipo. Yaani tunaelezwa taarifa za chambo, lakini samaki mwenyewe alovuliwa hatuelezi habari zake. Umeelewana? Kwa sababu hawakuja kuwekeza tu, wamekuja kuchukua. Lakini ili uvue lazima uweke chambo. Sasa tuelezeni walipoleta hizi wamechukua ngapi? Na kuna njia nyingi sana za kunyonya nchi zetu. Nyingi sana, jukwaa hili halina muda wa kutosha kuelezea. Na mbinu zinazotumika nini? Na ndio huo mfumo unaitwa wa kiliberali. Uhuru wa kuhakikisha kwamba mtu binafsi anamiliki mali na kufungua milango kwa ajili ya masoko ya kimataifa. Hili ni sharti tuliowekewa na Benki ya Dunia na shirika la IMF. Ni masharti kwamba unataka msaada lazima ufungue milango na uremove au upunguze tariffs. Kodi isiwe kubwa ya kuingiza bidhaa za nje. Maanake muwe soko. Ndio mara nyingi tunasema, pengine mtu akaona ni maskhara, lakini ndio tunavyosema. Kikaa katika mimbari hii tukikagua nguo tulozivaa, vitambaa tulozivaa, hakuna cha kwetu. Sio tu hakuna cha kwetu katika zile majinsi na nguo nyingine, la zile nguo za ibada. Yaani wewe, zamani sisi tukijitegemea, na ndio ilikuwa fakhri hiyo. Ukitaka kujua nchi iliyoendelea yenye uhuru lazima uwe maeneo yote, uwe ni shamila. Yaani uwe unakusanya maeneo yote, uhuru wa kiuchumi, wa kisiasa, uhuru wa utamaduni wetu, sio? Sisi utamaduni si wetu, uchumi si wetu. Haya, tumepata uhuru gani? Wa bendera tu. Hatuna uhuru. Kuna nukta nataka kuiashiria hapa tu, tusikilizane sana. Kwa hiyo sisi hatuna ule uhuru kamili katika uchumi wetu, ni jambo la msingi zaidi. Sasa la kusikitisha ni kwamba hata yale mavazi yanayohusiana na ibada zetu, vile vitu ambavyo vinahusiana na ibada zetu, pia si vya kwetu. Zamani sisi tukikulia, hizi kofia tunazozivaa utaipata kwa ndugu zetu kutoka Kondoa kule wakitushonea, utazipata kwa watu kutoka Pwani, Lamu, Zanzibar, Pemba, wanashona, si ndio? Sasa hivi tunavaa za nani?
Kofia hizi nyingi tunavaa za wa China. Yaani ile kofia unakuja kusalia pia ununui. Tasbihi pia inatengenezwa na tusiokuwa sisi. Mswala pia. Haya kanzu. Haya pajama tunazivaa baada ya kanzu. Nza kwetu hata pajama tu. Ndio nikasema siku moja itakuwa ni aibu sana tunapopanda mimbar tukalaani Marekani. Kaitukana Marekani. Lakini huko ndani ile nguo ya mwisho ile kuvua ile na ya kwanza kuvaa yenyewe imeandikwa Washington, umeivaa wewe. Imeandikwa Washington. Si utengeneze ya kwako kwanza alafu ndo uwalani. Laana peke yake haitoshi, si panahitajika na mkakati, sio? Kwetu na matatizo ya kwamba tunadhani tuko huru. Sasa jana tulipopigania uhuru, nani walisimamia? Ndio hao tuliowataja, sio? Kina Abdul Sykes, kina Ali Sykes, kina Dosa Aziz, kina sijui nani hao, sio? Mpaka yule mama nani hapa Tanzania, Bibi Titi Mohamed, walikuwa vijana ndio walipigania uhuru. Bara la Afrika lote, nenda maeneo mengine yote, vijana walikuwa mstari wa mbele. Haya vijana wa leo wakoje? Wanapigania uhuru au ukoloni? Lau kama nchi ikisimama ikasema tunataka uzalendo. Uzalendo maana yake nini? Kuipigania nchi yako, sio? Ukisema neno uzalendo, alafu maelezo kuhusu uzalendo yakawa ni mtu kuipigania nchi yake. Swali litakuja, nchi nini? Nasema nchi ni ardhi, watu na mamlaka. Haya ardhi yetu mbona tunaiachia kila siku? Rasilimali zinachukuliwa. Mbona mamlaka tunaenda kuishtaki nje? Tizama katika nchi zetu, maandamano yote huwa yanakwenda kushtaki wapi? Kwa wale waliotukoloni, sio? Wanakwenda kushtaki kule. Jana tumezungumza kuhusu nchi zinazoitwa za Commonwealth. Yaani ni kuendeleza ukoloni, sio? Yaani ninachotaka kusema nini kama tunaelewana? Kwamba vijana wa sasa hivi nchi zetu zimekuwa kama tasa, hazizai wapigania uhuru na ukombozi. Zimezalisha watu wanaopigania ukoloni zaidi. Wakiandamana, wanaandamana chini ya kivuli cha koloni. Wakiguswa wanakwenda kushtaki kwa mkoloni. Kwa hivyo hatuna mpigania ukombozi tena sisi. Na akiibuka akasema kuanzia sasa hivi tunaweka kodi nyingi, bidhaa za nje zisiingie nyingi, tuuze za kwetu, huyo rais hatodumu. Wananchi wenyewe ndio wataibuka watasema mambo gani haya? Kwa sababu mashuleni tumefundishwa uliberali ndio bora. Zamani ilikuwa ukisema bepari ni kama umemtukana mtu. Sasa hivi kila mtu bepari. Kila mtu bepari. Zile concept za kukata mirija ya unyonyaji hazipo tena. Sisi sote ni mapeti bourgeoisie wanasema. Yaani vibepari vidogo vidogo. Ndio tunasema hata Irani ukiona imekomboka vile ni kwa sababu vikwazo vimewasaidia. Na ndani ya Irani kuna watu ambao ni wa Irani lakini wa Marekani kimentality. Wanaona kama tunacheleweshwa sana na dola hii. Tuachiwe tuishi kama wengine. Vijana wanasema tujirushe kama wengine. Yaani tuchukue ukoloni, utamaduni wao, uchumi wao, kila kitu. Wanaona kwamba ule ni ukombozi. Waswahili wanasema muacha mila ni mtumwa. Yaani tunaacha mila na desturi zetu kwa kuamini za wengine ni nzuri. Na vijana ndio vinara kwenye hilo. Haya tunatarajia nini? Watatupeleka wapi? Vijana ndio vinara katika kupigania utamaduni wa kimagharibi. Kwa hiyo tutarajii kuona sasa ukombozi utatokea hivi karibuni kupitia vijana hawa ambao kwanza elimu walioisoma yote ni kumeza mawazo ya wengine. Wanachokitaka kuyatekeleza tu kwetu. Sasa hii ni nukta muhimu sana tuifahamu. Tukirejea sasa katika mimbar ya Imam Hussein,
na hasa ukizingatia kwamba sehemu kubwa ya wapambanaji walikuwa vijana katika ardhi ya Karbala. Katizame watoto wa al-Imam al-Hasan, hakuwepo al-Qasim peke yake. Baadhi ya ulamai katika historia wanasema hakuwepo mtoto mmoja wa al-Imam al-Hasan peke yake, alikuwepo zaidi ya mtoto mmoja. Pia mwingine akiitwa Abdullah ambaye ni mkubwa kuliko al-Qasim kwa baadhi ya riwaya. Al-Hasan al-Muthanna ibn al-Hasan. Katizame watoto wa Bibi Zainab ambao tumewataja hapa, Bibi Zainab na mumewe Abdullah ibn Jaafar. Kwa vijana tumewataja Aun na Abdullah, sio? Walikuwa katika ardhi ya Karbala. Watoto wa al-Imam al-Husaini, Ali al-Akbar, Ali Zainul Abidin, japo hakuuawa lakini alikuwa katika mapambano, na riwaya zinasema alizuiliwa na shangazi yake Bibi Zainab kwa sababu alikuwa akijikongoja anataka aingie katika vita. Bibi Zainab akamkatalia. Kwa hivyo kundi la vijana wengi, na ndo tukasema Al-Abbasi alikuwa kijana miaka 34 35, kwa kijana katika ardhi ya Karbala. Sasa tunajifunza nini? Namba moja, tulisema jana kwamba kupitia Karbala tunajifunza upendo na unyenyekevu wa hali ya juu uliokuwepo wa vijana wanyenyekevu, wenye upole, wenye tabia nzuri kwa wazee wao. Na wazee nakusudia hapa baba, ami, shangazi, hawa wazee hawa. Na ndiyo sera ya mitume wote mkiitizama Qur'an. Hebu katizameni, tizama sasa hivi uhusiano baina ya mzazi na mtoto, alafu tizama mafunzo ya kidini yakoje, ujue kijana ameanza kukosea wapi. Qur'ani inatufunza kwamba hata kama akiwa mzazi ni muovu, asivunjiwe heshima. Makosa sana kumvunjia. Jilevi bwana, baba yangu lakini jilevi. Hapana, huwezi kumfanya chochote baba yako. Ile heshima ya uzazi inabaki pale pale. Ndio ile Qur'ani ikisema injahadaka ala an tushrika ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma lakin wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Suhubiana nao hapa duniani kwa namna nzuri, hata kama si Muislamu. Acha kuwa ni mlevi, acha kuwa ni mwizi, njambazi. Nabii Ibrahim, baba yake, kama ikithibiti kwamba alikuwa baba mzazi, sisi wafuasi wa Ahlul Bayt tunasema hakuwa baba mzazi, alikuwa ni ammi yake Azir. Lakini vyovyote itakavyokuwa, tizama lugha ya Ibrahimu kwa mzazi wake. Idh qala li abihi ya abati, hapa ndipo unapotaka. Idh qala li abihi, kumbuka alipomwambia baba yake. Ibrahimu anamwambia ya abati. Unajua tofauti ya abi na ya abati? Yani hakusema ewe baba yangu. Neno abati kwanza linabeba maana ya heshima. Pili linabeba maana ya upendo na huruma. Haya ni mazungumzo ya nani? Ibrahim na baba yake, ya abati. Lakini anamwambiaje? La ta'bud ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Maana yake huyu baba hamwabudu Mungu, ni kafiri. Lakini adabu za Ibrahimu anamwambia ya abati, unaweza kusema ewe baba yangu mpendwa. Na inasemwa kwamba namna ya kutamka vile vile inaonyesha huruma na heshima. Huyo ndo kijana nani? Ibrahim. Na hiyo ndio lugha ya kijana huyu na mzazi wake. Anaendelea kuzungumza na baba yake, ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ewe baba yangu, mimi nimepata maarifa ambayo wewe huna.
nifuate, nitakuongoza njia ya sawa sawa, ewe baba yangu mpendwa kipenzi. Lakini baba mwenyewe ni kafiri, lakini lugha ya kuzungumza naye ni hiyo. Na kuuliza, vijana wa sasa hivi wanaweza kuwa na adabu ya sampuli hiyo kwa wazazi? Ingekuwa ni amri yangu mimi, ningesema kwamba kijana yoyote yule asingepaswa kuwa asalimiani na baba yake salamu kavu tu hivi. Aende amshike mkono, ambusu mkono wake, aonyeshe adabu. Jambo la msingi sana. Kuna mila nyingine huku anakwenda anamshika kichwa kuonyesha ile adabu na heshima, sio? Uhusiano baina ya baba na mtoto lazima uwe ni wa heshima kiasi hicho. Lakini na wale waliokuwa katika daraja ya baba ni mashangazi, ni babu, ni bibi, ni maami, hata mwalimu wako, adabu hizi zimepotea za kuzungumza baina ya mtu mzima wako, mtu ambaye ni mzee wako, wewe kijana mwanafunzi, mwalimu wako, unaona kama mwenzako tu. Adabu za kukaa mbele yake vizuri. Ukisoma Qur'ani utaona mambo haya si madogo, yamezingatiwa sana. Ndio utaona katika suratul Hujurat namna maswahaba walivyofundishwa adabu kuzungumza na mtume, sio? Mchukulie mtume mbali na utume wake, mchukulie kama kiongozi na hawa wanaongozwa, adabu za kuzungumza naye. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti an-nabi wala tajhar lahu bilqawli kajahri ba'dhikum, na kwamba Mwenyezi Mungu anasema kufanya hivyo kuna poromosha amali za mtu. Wala usimuite nje ya nyumba Muhammad, hata kama utamuita ya Rasulullah, si adabu. Umeelewana jamaa? Hizo ndio adabu ziko ndani ya Qur'ani za Muislamu kwa kiongozi. Namna hii mitume vijana walikuwa wakizungumza na wazee wao. Ya abati, kama tulivyoona, la ta'budi shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya. Baba yangu mpendwa kipenzi, usimwabudu shaytani, hakika shaytani kamwasi Mungu, ni adui wa Mwenyezi Mungu. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya. Ewe baba yangu mpendwa kipenzi, mimi nahofia kwa mwendo wako huu utakumbwa na adhabu kutoka kwa mwingi wa rehema Mwenyezi Mungu. Utakumbwa na adhabu ikiwa utamtawalisha shetani. Sentensi zote hizo anaanza kwa ya abati, ya abati, ya abati. Lakini mabinti vijana wa Shuaib alayhi salam walipotaka kumtambulisha kijana Musa alayhi salam kwa baba yao, walisema hivi: qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajarta alqawiyul amin. Ewe baba yangu mpendwa kipenzi, ya abati. Ndio adabu za vijana wanaotajwa ndani ya Qur'an, tuwaige, sio? Namna ya kuzungumza na mzazi. Yusuf alayhi salam idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kaukaba, mpaka mwisho wa aya. Anazungumza na mzee Yakubu kwa adabu za namna hiyo. Hivi ndivyo tunavyofundishwa, adabu ya hali ya juu. Na adabu ya sampuli hii haikupita mbali na vijana wa Karbala, ambao ndio ubao wetu wa kutufundisha sisi adabu, heshima ya hali ya juu kwa vijana wa Karbala, kwa wazee wao. Haya mambo unaweza kadhani ni madogo, lakini sisi tulipokosa adabu kwa wazee wetu tuliharibikiwa mambo mengi sana. Inawezekana sasa hivi katika mji kama huu wa Moshi, na mimi nimeyaona haya katika mji kama Arusha na miji mingine, inafikia mahala watu wanazozana, wanaweza kupelekana mpaka mahakamani, lakini hakuna mtu mzima anaweza kuheshimiwa akasema nyie komeni, sitaki kusikia habari hiyo, akawaweka chini,
akawaamrisha, wakamsikiliza, wakatii, mambo yakaenda. Sasa hakuna. Kama vile miji imekuwa tasa, haizai wazee tena. La, heshima imepotea, upole na huruma umepotea, na watu wazima hawasikilizi. Hapa ni katika maeneo ya kuanzia ya vijana waangalie watu wazima wao, wajifunze adabu za vijana wa Karbala. Katika vijana hao ni Ali al-Akbar, mtoto wa al-Imamu al-Hussein. Ali al-Akbar anazungumza na baba yake, anamwambia ya abati awalasna ala al-haqq, ya abati, ewe baba yangu mpendwa kipenzi, si kwamba si tuko katika haki? Qala bala, ndivyo. Akasema Imam Hussein, ndivyo tuko katika haki. Tena akaapa akasema, walladhi ilayhi marji'u al-ibad, na apa kwa yule ambaye waja wote watarejea kwake, kwamba si tuko katika haki. Kisha anasema Ali al-Akbar kumwambia baba yake, ya abati idhan la nubali an namuta muhiqqin, ikiwa ndio hivyo ewe baba yangu mpendwa kipenzi, basi hatujali ikiwa sisi tutakufa tukiwa juu ya haki. Lakini ninachokitaka hapa ni hiyo lugha ya kuzungumza ya abati, ya abati. Inaonyesha adabu ya hali ya juu. Lakini Al-Qasim ibn al-Hasan, mtoto wa al-Imam al-Hasan, ambaye yeye kwake Imam Hussein ni ammi yake, baada ya mazungumzo marefu ambayo tutayaona inshallah huko mbeleni, lakini yeye mwenyewe al-Imam al-Hussein akimwelekea Qasim, akizungumza naye hiwar ambayo imenukuliwa katika vitabu vingi, kama nilivyosema tutakuja kuiona huko mbeleni, na namna alivyorudi kwenda kwa mama yake Ramla, huyu Qasim, Imam Hussein alimwambia hivi, ya bunayya kaifa al-mautu indak, ewe mwanangu mpendwa, sio yabni, ya bunayya. Tasghir ina tahannun na tahabbub, ndio maana tasghir. Ewe mwanangu mpendwa, ambaye huyu ni mwana wa kaka yake, ni mwanae, sio? Unaonaje kifo? Wewe kifo unakionaje? Anampima Al-Qasim. Al-Qasim akasema, ya ammahu, ewe ammi yangu mpendwa kipenzi. Na ndani yake kuna huruma na upole katika kuzungumza hayo. Ahla min al-asal, naona mauti kwangu ni matamu kuliko asali. Na katika riwaya nyingine, katika kukupigania wewe Abu Abdullah, ahla min al-asal, ni matamu kuliko asali. Sasa sitaki kujadili haya maneno mengine ambayo tutayaona katika mazungumzo yetu mengine, lakini nataka tu tuishie katika hili la kwamba vijana wa Karbala katika darasa wanaotupa ni adabu ya hali ya juu kwa wazee wao. Na katika matatizo tunayoishi sasa hivi duniani kote ni vijana wetu kukosa adabu kwa watu wazima wao, kuanzia adabu za kuzungumza, adabu za kuamiliana, adabu mpaka hata za kula na adabu nyingine zote. Tukiwahadithieni kwamba tulikuwa tunakula vipi, mtaona ni vituko. Adabu hata katika kula baina ya mtu mzima na mtoto na kijana. Na hili tutajadili vizuri insha Allah katika mazungumzo yetu yajayo. Nas'alullah al-auna wa tawfiqa lima yuhibbu wa yarda, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.